zimewekewa akiba, au nchi, dunia ya sasa imewekewa akiba kwa ajili ya moto wa milele, kwa ajili ya mwanadamu asiyomcha Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hizi nyakati tulizo nazo ni nyakati zilizo ambazo ni karibu kunyakuliwa kwa kanisa, ni nyakati ambazo ni za siku za mwisho. Nataka nikwambie, kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, watu waliendelea kufanya starehe mbalimbali kama unavyofanya wewe leo hii, lakini ghafla mbingu zikateketezwa kwa moto. Sikia mtu wa Mungu, na sikia neno hili. Yesu amesema ya kwamba mbingu za sasa zimewekewa akiba kwa ajili ya moto wa milele. Sikia mtu wa Mungu, nyakati tulizo nazo ni nyakati za kutubu dhambi zako, ni nyakati za kutubu dhambi, sio nyakati za kuendelea kutenda dhambi. Huu ni wakati wa kuokoka. Mwanaume Yesu anakuja, yuacha mwana wa Adamu, yuacha mwana wa Adamu, kama inavyosema Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7. Siku ya Bwana iko karibu, yuacha mwana wa Adamu. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba huyu ni Kristo. Nataka nikwambie mwanadamu, mbingu za sasa zimewekewa akiba kwa ajili ya moto wa milele. Utajiokoa ile siku, lakini nataka nikwambie, saa ya kuokoka ni sasa. Saa ya kumwamini Yesu ni leo. Saa ya wokovu ni sasa. Nataka nikwambie, hata wakati wa Sodoma na Gomora watu walikuwa wanaambiwa njoni muokoke. Watu wanaona kama ni utani, watu wanaambia tubu dhambi zako, watu wanaona kama ni utani, lakini ghafla hasira ya Mungu ikawaka. Tumeangalia Isaya, inasema ile hasira ya Bwana iko karibu. Hasira ya Mungu iko karibu, na amesema siku ile alizatatetemesha dunia, ataitetemesha, ataitoa mahali pake, ataitoa mipaka ya nchi, atatoa mipaka ya bahari. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, geuka. Kumbuka hata wakati wa safina, wakati wa Nuhu,